Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Leo hii tena nataka tuzungumze kitu kimoja. Mungu amenipa ufunuo kwa habari ya mwanadamu. Ameumbwa na Mungu katika sehemu mbili. Moja, Mungu amemuumba mwanadamu katika sehemu ya furaha, na cha pili, Mungu amemuumba mwanadamu katika sehemu ya machozi. Lazima tuelewe jambo lolote lile ambalo linakuletea wewe kilio ndani mwako, jambo lolote linakuletea huzuni ndani mwako, ndani yake inazalishwa kilio ambacho kinazaa machozi. Kwa nini nasema hivi? Mungu ameumba hivi. Mungu wakati ameumba mti wa mema na mabaya katika ile bustani ya Eden, ni Mungu mwenyewe ile miti aliumba. Aliumba mti wa mema na alimwambia mwanadamu aendelee kuishi na kuula na kutembea na kuishi katika hali ya ule mti wa mema. Na lazima uelewe, katika maisha ya mema ndani yake kuna furaha. Ndani ya mema, ndani yake kuna kufurahia jambo, kuna kustarehe, kwa sababu ndani ya furaha, hata kama unalia machozi ya furaha, lakini chozi la furaha ndani yake linakuwa halina jeraha, kwa sababu furaha ndani yake imejikamilisha katika hali ya wema. Na kulikuwa na mti wa mabaya. Mungu alimzuia mwanadamu, bae baba yetu wa imani Adam alizuiliwa, akasema usiule mti mbaya. Manake ndani ya mti mbaya, ubaya ndani yake una kilio, ubaya ndani mwake kuna machozi, ubaya ndani mwake kuna majeraha, na ubaya ndani mwake kuna huzuni ambayo itakusababisha kilio, na kile kilio kitakusababisha utakuwa na matatizo na kilio kisichokoma. Lakini kwa sababu shetani alikuwa ni mjanja alitumia ile njia ya kumlubuni na kumdanganya wazazi wetu ambao kwamba waliishi katika ile bustani ya Edeni. Nao walifika sehemu waliuangukia ule mti wa mabaya, na tokea hapo tu mwanadamu alianza kuishi katika pande mbili. Mwanadamu anaishi katika hali ya wema, na mwanadamu anaishi katika hali ya kilio. Manake furaha ndani yake ni wema, na ukiona kilio ndani yake kuna kitu kinachoitwa ubaya kinakusababisha ukalia. Sasa Mungu amenipa ufunuo na kuzungumza na watu, na muda mwingi tuna ibada ya kufunguliwa siku ya Alhamisi. Ninakuomba sana utaposikiliza ujumbe na maombi haya, na kukaribisha siku ya Alhamisi ambao kwamba tunakuwa na huduma nzuri kabisa ambao ya maombezi, kuwatoa watu kwenye kilio cha aina mbalimbali. Sijajua wewe unalia katika eneo gani, lakini andiko letu tunasimamia kwenye kitabu cha Ayubu, hii sura ya 30 na mstari wa 8. Anasema wao ni wana wa wapumbavu, naam ni watoto wa wahuni, waliofukuzwa kwa mijeredi watoke katika nchi. Lazima ndugu zangu tuelewe, kuna kizazi cha kihuni. Kuna watu wamezaliwa, wao kinaitwa ni kizazi cha kihuni, watu wanaowazia watu mabaya, anayesababisha wewe ufike sehemu moyo wako uwe na jeraha la machozi. Kinachokusababisha wewe unalia ni nini? Hiko kinaitwa ni kizazi cha kihuni. Na hiki kizazi Yesu akazungumza sana mbele, alisema enyi kizazi cha nyoka. Manake lazima tuelewe kuna kizazi cha nyoka. Hiki Mungu anakiita ni kizazi cha kihuni. Na muda mwingi hiki kizazi kinavyoishi kinatengeneza mazingira makubwa tu wewe ukae katika maisha ya wewe ya kilio tu. Wapo watu siku zote
wanaishi katika hali ya machozi, kwenye hali ya kilio. Na nimesema kwamba kitu kimoja, kitu chochote kinachokusababisha wewe unalia, wewe kinakuhuzunisha moyo wako, manake hii inakuwa ni kama ni jeraha ndani ya moyo wako. Sasa una bleed machozi, na Mungu amenipa neema ya kuwafungua watu wote wanaoteseka na wanaumizwa na wanaotembea katika maumivu makubwa, kwa sababu Yesu alisema kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 11 na mstari wa 28 na 29 na 30, sema njoni kwangu ninyi msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mzigo gani unakusababisha wewe unafika sehemu unalia? Ni mzigo gani unaokusababisha unafika sehemu moyo wako umekosa amani? Ni mzigo gani unayekutesa ambao ndani mwake unausababisha moyo wako ukalia? Kwa sababu ndani ya iko kitu kinachokusababisha wewe ulie, ndani yake kuna ubaya, na huo ubaya Mungu amesema kwamba njooni kwangu ninyi msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Akasema nira yake yeye ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Anasema jifunzeni kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Raha maana yake ni nini? Kitu chochote raha unachoipata, maana yake ndani ya raha kuna furaha, ndani ya raha kuna kuenjoy, ndani ya raha maana yake kuna amani. Ndio maana Yesu akasema nira yake ni laini, mzigo yake ni mwepesi, nao utapata raha nafsini mwake. Anasema tujifunze kwake, kwa kuwa yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ninakukaribisha katika siku ya Alhamisi, ambao kama una kitu chochote kinachokusababisha kinakuliza wewe, njoo, Mungu atatoa suluhisho na wewe maisha yako yatakuwa salama. Lakini tutambue kitu kimoja, tunaenda kupambana na kizazi cha kihuni. Manake lazima uelewe wewe ni mtu umezaliwa na kizazi gani. Angalia kizazi chako ni kizazi kimekuwa katika kiwango gani. Manake Yesu akasema wao ni wana, Ayubu 30 mstari anasema wao ni wana wa wapumbavu, naam ni watoto wa wahuni. Hebu piga mahesabu, wewe kizazi chako, wazazi wako wa aina gani? Umezaliwa na wazazi wa aina gani? Baba yako ni wa aina gani? Mama yako ni aina gani? Ukoo wako ni wa aina gani? Kama kuna kitu chochote ndani yake kinaachilia uhuni, Mungu ataenda kukufungua. Ninachosema, karibu sana siku ya Alhamisi, ambao tutakuwa na maombi na maombezi, na tutakuwa na ibada maalum ambayo tutaifanya kwenye WhatsApp, na utapata linki hapo, na Mungu atakutana na matatizo yako. Mungu wa mbinguni akubariki, na Mungu akakuponya machozi yako kinachokusababisha ulie. Siku ya Alhamisi Mungu amenipa huo ufunuo, na hayo machozi hayatakuwepo tena. Mungu wa mbinguni awabariki, na asanteni kwa kunisikiliza.